Chukua dakika 7 za imani. Hamisha kila vitu vibaya vilivyotumwa kwako. Ndiyo, inua imani yako. Fanya maombi ya kuhamisha kila vitu vibaya vilivyotumwa kwako. Pengine vimetumwa kwenye mwili wako, pengine vimetumwa kwenye kazi yako, pengine vimetumwa kwenye ndoa yako, pengine vimetumwa kwa mtu muhimu kwenye maisha yako. Adui anajua kwamba akikukosa wewe, atamtafuta mtu wa karibu yako au kitu ambacho kinaugusa moyo wako, atakipiga hicho. Akipiga hicho, anajua amekupata wewe. Leo hii tunafanya maombi ya kuhamisha na kuondoa chochote ambacho kimetumwa kwenye maisha yetu, iwe kilitupata au akitukupata, iwe kiliyapata maisha yetu au hakikutupata. Leo tunahamisha kwa jina la Yesu. Haijalishi kimekupata au hakijakupata, leo kinakuachia katika jina la Yesu. Nachohitaji kwako, inua imani yako. Inua imani yako, ingia kwenye maombi ya imani, maombi yenye nguvu kubwa za Mungu, maombi yatakayoenda kukutoa kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Pengine kuna magonjwa yametumwa kwako, nisaidie kufanya jambo hili la imani. Wakati tunaomba, unakuwa unatoa, kama ni kwenye tumbo, kama ni kwenye kichwa, kama ni kwenye mguu, kama ni kwenye mabega, kama ni popote, kwenye macho, kwenye ulimi, kwenye kichwa. Unaposikia mashambulizi au ataki yote ile, wewe ondoa. Kama ni kwenye nyumba yako, unaanza kuondoa. Unakuwa ni kama mtu anayefagia na kuondosha, unakuwa ni kama mtu anayechota na kutupa huko. Vitakuwa vinarudi kwa adui waliovituma, vitakuwa vinarudi kwa wabaya waliovituma. Nataka nikwambia kwamba unaweza kuona unaomba kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho unafanya jambo kubwa la kiimani, na utanipa ushuhuda. Chukua Biblia yako, fungua pamoja nami kitabu cha Isaya sura 49 mstari wa 25 na 26. Naam, Bwana asema hivi: hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabali wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Mstari wa 26, na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe. Chukua hatua zako za imani, ingia kwenye maombi pamoja nami ya kuhamisha kila vitu vibaya vilivyokuwa ndani ya maisha yako, vilivyokuwa juu yako, vilivyoingia kwenye maisha yako, kwenye mwili wako. Baba, katika jina la Yesu, kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Isaya 49 mstari wa 25 na 26, tumeona kwamba Bwana utarudisha mapigo juu ya maadui zetu. Huenda kuna mtu ambaye ananisikia wakati huu, kuna mashambulizi ameyapata, mwingine magonjwa, mwingine hofu, mwingine mambo hayaendi, mwingine uchumi umekamatwa, mwingine roho za madeni zimeingia, mwingine roho ya kukataliwa imeingia, mwingine hapati ndoa, mwingine ndoa imekuwa na magomvi, mwingine kuna mtu anamloga, mwingine kuna uchawi uko ndani yake, mwingine mapepo, mwingine majini. Ni wakati huu Bwana tunarudisha, kama ni magonjwa, kama ni hofu, kama ni matatizo yaliyoingia kwenye maisha yetu, tunayaondoa sasa. Anza kuondoa. Unajua ni wapi ambapo adui amekuletea matatizo, unajua ni wapi ambapo unapitia ugumu, huo ni mpenyo. Nami naingia katika maombi pamoja nawe, kama neno la Mungu linavyosema kwamba hao maadui zetu watakunywa damu yao wenyewe, wataila nyama yao wenyewe, nasi tunaondoa. Anza kuondoa sasa, anza kuondoa kwa imani, anza kuondoa kwa jina la Yesu. Kila kilichotumwa kwako, anza kurudisha kule walikokitoa, huko kilikotoka, tunarudisha huko. Ondoa vyote, safisha kwa maombi. Naondoa kama ni mapepo, kama ni majini, kama ni mikoba, kama ni uchawi, vyote tunavirudisha huko. Kama ni maagano ya kukataliwa, kama ni roho za matatizo yasiyoisha, na vihamisha sasa, vikuachie sasa. Ondoa kwenye mwili wako, ondoa pamoja nami, ondoa. Kama unavyoondoa na kuvitupa huko, ndivyo vinawarudia wenyewe. Hayo magonjwa yanarudia wenyewe, hayo matatizo yanarudia wenyewe, hizo hofu zinarudia wenyewe, hayo matatizo yote rudisha huko. Rudisha, hamisha matatizo hayo, hamisha yarudi kwao, waliokuwa wamekaa kwenye vikao vya giza, kwenye vilinge vyao, ili wakuloge, ili wakulaani. Hizo laana ziwarudie wao na vizazi vyao na watoto wao na maisha yao, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila ubaya uliotuma kwako, tunarudisha huko. Rudisha huko. Kila uchawi uliotuma kwako, rudisha kwa wabaya huko. Rudisha kwenye makaburi yao, rudisha kwenye majoka yao, rudisha kwenye vilinge vyao, rudisha kwenye mizimu yao, rudisha kwenye vilinge vya kipepo huko. Rudisha magonjwa huko, rudisha kukataliwa. Toa vyote hivyo. Kukataliwa sio fungu lako, magumu sio fungu lako, matatizo sio fungu lako, kuzuiliwa ndoa sio fungu lako. Ondoa hilo pepo kwa jina la Yesu. Kama ulivikwa pete, kama ulivikwa vitu kwenye kichwa, kama ulivikwa kofia ili usionekane, kama ulichukua kimvuli
chako, tunaamuru sasa virudi kwao. Rudisha matatizo yarudi kwao, rudisha mikosi rudi kwao. Natuma moto sahihi, natuma moto sahihi. Kila aliyekuinukia akayapate mapigo mwenyewe, Kila aliyetuma silaha kwako ikamrudie mwenyewe. Kila aliyechimba shimo juu yako akadumbukie mwenyewe. Zamisha magonjwa hayo, zamisha wabaya hao, wazame huko kwenye mashimo yao, wazame huko kwenye ajali zao, wazame huko. Zamisha kwa imani, zamisha. Utaona kuna vitu vinakuachia, uzito unakuachia, mapepo yanakuachia, nguvu za giza zinakuachia. Nami natuma moto hapo ulipo, moto kwa jina la Yesu. Vitu vibaya vyote vichemke. Chemka. Yes, chemka sasa, ondoka. Rudisha hiyo mizigo yote, rudisha, toa vyote, kila ulivyomwekea vyote vitoe, kila ulichomtumia nasema virudi kwako mwenyewe, virudi kwenye familia yako mwenyewe. Huo uchawi ukurudie, hiyo mikoba ikurudie, hiyo nguvu za giza zikurudie kwa jina la Yesu, hivyo viungu vikurudie katika jina la Yesu. Hayo manyoka yakurudie mwenyewe, haijalishi ni nani, haijalishi ni mtu wa karibu yako, haijalishi ni mtu ambaye unamwamini. Leo tunarudisha huko kila magonjwa, kila mambo ya kipepo, kila mambo ya kichawi, kila uchawi na uganga uliofanywa juu yako, tunarudisha kwa aliyeutuma. Rudisha huko, rudisha vikawapasukia wenyewe, rudisha huo mtego, rudisha hilo bomu likawalipukia wenyewe kwa jina la Yesu. Tunalipua kwa jina la Yesu. Magonjwa rudisha huko, matatizo rudisha huko, chukua kwenye mwili wako, yatoe kwenye nyumba yako, kila kilichotumwa kwenye nyumba, kilichotumwa kwenye ofisi yako, kilichotumwa kwenye duka lako, kilichotumwa kwenye biashara yako, chomoa, rudisha huko. Rudisha uchawi huo uwarudie wenyewe, ukawapate wenyewe, hiyo mitego ikawapate wenyewe, hiyo mikosi ikawapate wenyewe, ikawapige wenyewe katika jina la Yesu. Waliozuia tumbo lako, waliozuia afya yako, waliozuia usipate uzao, waliozuia usipate kazi, waliozuia usipate amani, rudisha. Back to the sender. Rudisha kwa aliyetuma. Tunarudishia mliovituma, viwarudie wenyewe. Tuma huko. Wewe usijue vinaenda wapi, vitawapiga wenyewe. Utakaposikia kelele ndo huko, utakaposikia kilio ndo huko, utakaposikia wanakuchukia ujue vimewapata. Tuma tu huko. Lipua kazi zao, lipua viringe vyao, lipua kwa moto wa mbinguni, lipua kwa jina la Yesu. Tunavirudisha huko. Rudisha kwa wabaya hao, rudisha kwa maadui yao, rudisha kwa wachawi yao, rudisha kwa jina la Yesu. Haijalishi ni nani yako, alikuja kwa ndoto, alikuja kwa mawazo, alikuja kwa uchawi, tunapindua. Rudisha huko, vikawapiga wenyewe. Vua hayo mavazi yote, vua uchawi wote, vua hayo matatizo yote, na vua kwa imani. Magonjwa yanaondoka, uzito unaondoka, kila ulichokutumia kinaondoka, hicho kinakuachia. Naona moto, huo moto. Kuna mtu unafunguliwa saa hii, unafunguliwa kwa jina la Yesu, vinakuachia sasa. Waliochukua nyota yako, waliochukua kibali chako, waliochukua jina lako, waliochukua hatua zako, waliochukua nywele zako, mikono yako, saa hii popote vilipo vikurudie wewe kwa jina la Yesu. Na rejesha kibali chako, walichokiiba, walichokichukua kwa jina la Yesu. Kila giza likuachie kwa jina sasa, kila ubaya warudie wao. Rudisha kwa jina la Yesu, rudi koko. Ubaya wote tunaurudisha huko, rudisha ubaya huo katika jina la Yesu kutali hai na kutangazia ufungulivu. Poka ufungulivu. Aliyetaka kuiba kazi yako, kuiba ndoa yako, kuiba mke wako, kuiba mme wako, kwa jina la Yesu natamka mapigo yamrudie. Tunafumbua kila siri iliyojificha, tunafungua kwa jina la Yesu. Wale wanaokulaga kazi, wanaokulaga mimba, wanaokulaga hatima, wanaokulaga biashara, wanaokulaga cheo, kwa jina la Yesu hawatafanyikiwa. Vitaliwa vyeo vyao, vitaliwa vizazi vyao katika jina la Yesu kuzali hai. Kinywa cha mtumishi wa Mungu ni kinywa cha Mungu. Nimefuta kila ubaya juu yako, nimefuta kila kazi za giza juu yako, nimefuta kila uchawi ndani yako, nimefuta kwa jina la Yesu, na iwe kwako katika jina la Yesu. Amen. Jitakase na upokee wokovu katika jina la Yesu. Amini, imekuwa kwako. Mungu amekufungua. Inua imani yako, utanipa ushuhuda. Nimeona Mungu akitenda mambo makubwa. Wakati huu itakuwa zamu yako. Yaombe maombi haya mara 7. Yaombe maombi haya mara 7 au siku 7. Utanipa ushuhuda. Utasema, mtumishi wa Mungu, nimeona vitu vikiniachia, nimeona napokea uhuru wangu. Hakuna wakati wote ambao Mungu ameatuma neno lake likaenda bure. Kuna mtu ujumbe huu umemkusudia na maombi haya yamekukusudia. Katika jina la Yesu iwe kwako. Kuna mtu anasema, mtumishi wa Mungu, nasikia kusindikiza maombi haya kwa sadaka yangu ya hiari.
nimeona kuhudumiwa, nimeona kufunguliwa. Nahitaji kusindikiza maombi haya kwa sadaka yangu ya hiari. Karibu kwa sadaka yako ya hiari ya kuyarudisha matatizo yote, kurudisha vitu vibaya vyote kwa maadui zako. Nasema, Mungu, naomba sadaka hii ikasindikize vitu vibaya vikawarudie na vitu vizuri vikanirudie mimi katika jina la Yesu. Achilia sadaka yako kwa namba au kwa kapu letu la sadaka la M-Pesa inaonekana kwenye skrini yako. Hiyo namba 07 kwa ile Tanzania 0743913291. Narudia tena 0743913291, au Airtel Money kwa 0682422779, 0682422779. Ni namba ambazo zinaweza zikapokea sadaka yako. Kama uko nje ya Tanzania utaanza na 255, na kama uko Kenya unaweza kaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba namba ya Kenya, nahitaji kuachilia sadaka yangu ya kusindikiza maombi. Lakini pia unaweza kaendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa njia ya YouTube. Ingia YouTube, andika Maombi ni Dawa, subscribe mahali hapo ili upokee vipindi kwa wakati. Kumekuwa na changamoto kubwa kwa njia ya WhatsApp. Tulikuwa tunatumiana kwa wepesi kwa njia ya WhatsApp. Sasa hivi WhatsApp wameweka limit, ukituma kwa watu wengi wanabani akaunti au wanaifungia namba. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu kuwatumia watu kama tulivyokuwa tunawatumia mwanzo kwa wingi. Sasa unaweza kuvipata vipindi kwa njia rahisi, kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya YouTube au kwa njia ya TikTok. Unaweza kudownload TikTok maombi ukayaweka kwa ajili ya kusaidia baadaye, au kaingia Facebook au Instagram kwa akaunti zetu za Maombi ni Dawa au Mwombezi Pastor Godwin Ndelwa au Maombi Tiba. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.